Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum popote pale ulipo. Mgeni aliyesubiriwa kwa wiki, mgeni aliyesubiriwa kwa miezi, hii leo amefika. Huu ni uwanja wa Nyayo wenye uwezo wa kubeba zaidi ya mashabiki 22,000. Uwanja umefurika furi, umejaa pomoni. Nairobi imetekwa, taifa la Kenya limetekwa, lakini Afrika ya Mashariki imetekwa kwa dakika 90 za siku leo. Taifa linasimama kuishuhudia dabi ya 96 mashemegi. Hii ni ya kijani, lakini vile vile hii ni ya samawati na nyeupe. Ni siku kuu ya soka. Kama Waislamu wanavyosherekea siku kuu ya Eid, basi wapenda soka wanasherekea siku kuu ya soka. Wapo tayari wachezaji wa AFC Leopards. Ni dakika 90 ambazo zinakwenda kuwa nzito kwa timu zote mbili. Mashabiki wameisubiri kweli kweli. Wachezaji pia wamejiandaa kwa mchezo siku ya leo. Sio mchezo wa kawaida, asikwambie mtu. Ni mchezo wenye historia kubwa. Haijaanza leo. Upande wa AFC Leopards ilianzia mwaka 1964. Upande wa Kogalo ilianzia mwaka 1968. Ni heshima kubwa kuvaa kijani, lakini ni heshima kubwa kuvaa samawati na nyeupe. Karibu sana. Hii ni ligi kuu taifa la Kenya, msimu mwaka 2024 mwaka 2025. Yupo nyumbani AFC Leopards. Ingwe anamwalika bingwa mtetezi wa ligi kuu taifa la Kenya, Gor Mahia Kogalo Sirkal, moja kwa moja mubashara kutoka uga wa Nyayo. Hii ndio mechi ya kwanza ya ligi kuu kuweza kupigwa hapa Nyayo tangia kuweza kufunguliwa baada ya kufungwa kwa marekebisho ya uwanja huu. Uwanja sasa unapendeza, uwanja umetaradadi. Mashabiki wa Gen Z nao pia wapo. Bendera yake Enoch Morrison, Black Star, nyota kutoka Ghana kule, nyota kutoka Accra. Hali ya anga ni shwari kwa mchezo wa soka. Nyuzi joto ni 23, upepo unakwenda kilomita 13 kwa jisaa, lakini uwezekano wa mvua kunyesha ni 30% tu. Mvua pia ni baraka, inyeshe mvua iwake jua, lazima 90 za leo ziliwe, lazima mbabe yapatikane. Ni mechi yenye kuvuta shabiki. Kwa hola wamefika shwali yaho mashabiki wa Ingwe hao. Ingoho kitoweo chao kipo, wanasifika sana watu wa maeneo magharibi kwa mnyama kukule, lakini mwiko pia upo wa kusongea ugali. AFC Leopards Lugari Branch wamesafiri hawa, wa kutoka Kakamega wamefika, wa kutoka Busia wamefika, wa kutoka maeneo Mumia Suko pia wamefika, ili mradi kuja kuishabikia klabu yao ya AFC Leopards ya Matere. Ingwe Yola wana hamu ya taji hawa, na mwalimu amesikika majuzi akisema kuwa bado wapo mbioni kulitaka taji. Mara mwisho kuchukua taji ilikuwa ni mwaka 1998. Mtoto amezaliwa, mtoto ametambaa, mtoto ametembea, mtoto amekimbia, bado hajapata taji. Upande wa pili Kogalo, bingwa mara 21 ligi kuu taifa la Kenya. Show me a better team in East Africa. Show me a better team in Africa. Bingwa mtetezi wa ligi kuu anataka tena taji. Je, atalipata? Yupo mbioni. Watu wa Kibera kule namba 8 wamejitokeza. Wachezaji wa Kogalo nao pia wapo tayari. Wapo wachezaji ambao ni mara yao ya kwanza. Tizama uga wa Nyayo ulivyo taradadi. Tizama uga wa Nyayo unavyopendeza. Nyasi zimekolea kijani, lakini mashabiki hamna nafasi hapa hata ya kutembea. Hii ndio furaha ya soka sasa. Hii ni 254. Hii ni jiji kuu la Nairobi, eneo bunge la Lang'ata. Wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali, aliyotoka mpakani Lunga mwisho huko, aliyotoka upande wa pili Busia, aliyotoka maeneo Mandera huko, lakini pia waliotoka maeneo ya Taita Taveta huko. Wote ili mradi walishuhudia debi hili la 96. Kama haupo Nyayo, upo wapi? Ametoka Accra huyu Ghana kuja kuipigia klabu ya Gor Mahia. Mashabiki nao wanawaimbia Igwe, heshima kwa wachezaji wao. Huu ndio upendo wa soka, huu ndio upendo wa timu zao. Tizama bendera zinavyopepea. Boniface Koe Munyendo, sio dabi yake ya kwanza,
ana uzoefu wa dabi, lakini kila mechi inakuja na uzito wake, kila mechi inakuja na ugumu wake. Historia ipo kwa ajili ya kufutwa. Sahau kilichofanyika jana, sahau kilichofanyika jisaji moja lilopita. Ni saa tofauti, siku tofauti, mwezi tofauti, lakini pia mwaka tofauti. Historia mpya inakwenda kuandikwa hapa. Kama ni historia ya ushabiki, tayari imeandikwa. Nyayo is full house, na sio janja janja, imejaa kweli kweli. Mashabiki wa kweli, sio picha za AI hizi, ni picha halisia, picha halisi kabisa. Unachokiona ndicho kinachofanyika Nairobi. Watu wamefunga milango yao, wameziaga familia zao, wako waliobeba familia zao ili mradi waje waishuhudie hii ya leo. Nani atakayetoka na sifa siku ya leo? Pata kwenda kilio kwa mmoja, lakini pata kwenda furaha kwa mwingine. Jina la Mashemegi limeletwa kutokana na undugu wao. Anayetoka Kisumu anakwenda kuoa Kakamega, anayetoka Busia anakwenda kuoa Homa Bay. Ndio ushemegi ukazaliwa. Walimu wote wapo tayari. Aliyekuwa mchezaji wa zamani Fred Ambani kwa faida ya FC Leopards ameyari kubaki na mfumo wa 4-3-3. Levis Opio yule wa debi iliyopita yupo, atalindwa na Lewis Bandi, Randy Bakari, Casey Odhiambo na Samuel Semo. Eneo la kati Musa Undo, Kelly Okonji Madada na Boniface Koe Munyendo. Pembeni Ovela, pembeni Hassan Beja Soka, lakini Maxwell Otieno Odongo mwenye goli moja ndani ya debi la Mashemegi amepewa kama mshambuliaji huru. 11 bora kwa faida ya Ingwe. Nahodha siku leo ni Lewis Esambe Bande, upande wa pili ni Geoffrey Ochieng Simiti, lakini Pilato siku leo ni Dickens Mimisa kitokea Mombasa, anasaidiwa na Samuel Kuria, Boniface Karanja na Eric Njogu. Kamishna wa mchezo siku leo ni Maxime Itur. Mgala muwe haki yake umpe. Kogalo ndiye mgeni wa siku leo. Sinisa Mihik mechi yake ya 6 hajapoteza bado. Gab Matthew atalindwa naye Paulo Chuoga, atalindwa na Joseph Levin Odhiambo, lakini kati anakuwepo Joshua na Alphonse Omija. Eneo la kati Lawrence Enoch Morrison, Geoffrey Simiti na Alpha Onyango, lakini Sharif Musa anakuwa anapewa jukumu la kumpa mipira Gideon Bendeka, Mopao Mololia. Wanajeshi wa Kogalo hawa ndio wameaminiwa siku leo. Mwalimu amesema aonyeshe ni kwa nini amesajiliwa kutoka Kongo. Walimletea nini Kogalo kama sio kufunga? Tayari na magoli 5. Je, leo ataongeza idadi yake ya magoli? Swala la muda hilo. Picha kumbukumbu ya 11 bora itabaki kwenye mitandao ya kijamii, iwepo Facebook, iwepo Twitter, iwepo TikTok, lakini pia WhatsApp. Kumbukumbu kwa siku kama leo ya Jumapili takatifu ya 30 mwezi wa 3. Fred Ambani kauli yake ni kuwa hajawahi kupoteza dabi alipokuwa mchezaji. Leo hii iweje apoteze? Kauli nzito ambayo ameweza kuitoa. Je, itadumu? Wanakwenda kupiga sala watu wawili. Mathayo 7:7 inasema ombeni nanyi mtapewa, lakini pia Quran ya 40 aya ya 60 inasema njooni kwangu nami nitawaitikia. Wote wanakwenda kupiga sala, atakayejibiwa ni mmoja, lakini hakuna ambaye atakatazwa kujibiwa, atacheleweshwa tu. Sinisa Mihik anasema ameikosa sukari, lakini chumvi ipo na pilipili iko mbali. Kauli yake huyu kocha mwenye mbwembwe zake, Mkroatia huyu, alichukua nafasi alipoondoka Brazil. Leonardo Martins Neiva ametoka Brazil, amekuja Mkroatia. Wow, amepiga big lens ile, anataka kujikinga na miale ya jua ile, aone kweli kweli. Wanaambiwa tosha, sala zimetosha. Yupo hapa Dan Shikanda, lakini pembeni yake aliyekuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya Raila Amolo Odinga pia na yupo. Patron wa klabu ya Kogalo yupo hapa aishuhudie. Levis Opio Jr. amesema siri anayo sasa, walichokuwa wanakifanya hii leo hawatokifanya. Tizama picha angavu. Hii ni Azam TV, burudani kwa wote. Unayemwona hapo ndio huyo ukimwona barabarani, hakuna tofauti, ndiyo rangi yake huyo. Picha angavu hizi HD. Dickens Mimisa yupo tayari kutafsiri sheria za mchezo wa soka siku leo. Popote pale ulipo, salamu alaikum. Imani
Amani ya Bwana iwe juu yako. Karibu sana katika uwanja wa Nyayo. Karibu sana jiji kuu la Nairobi. Karibu sana 254 Kenya. FC Leopards yupo nyumbani, Gor Mahia Kogalo yupo genini, ligi kuu taifa la Kenya. Hii ni sauti ya beki asiyebadilika Ali Salim, lakini kama kawaida siko peke yangu Konji Madada. Na hapa sio mbali sana kwake Michael Ovelo Ochieng. Na kumbuka alichokifanya kule Murang'a, lifunga bao ambalo lilitembea kwenye mitandao ya kijamii ulimwengu mzima. Ana power ya mguu, ana technique nzuri pia. Michael Ovelo Ochieng nzuri sana mipira mfu. Michael Ovelo Ochieng anaipiga uzuri, mekwenda juu ya lango. Gad Matthew alihakikisha kuwa lango lake lipo salama. Imite kabla ya kucheza kichwa, naona wapo direct kabisa. Anaanza pembeni Levis Opio Junior. Morrison anaigusa kwake Sharif Musa. Sharif Fabako mekataa Lovae. Ndio vitu hivi wanavyotaka kuviona mashabiki. Vai taka kufanya mchezo, naambia kesi peleke kwao, inaletwa cross, nafasi la! Oh my God! Sharif Musa, what a miss! Sinisa anasema hapana. I told you guys, I told you. Tayari walikuwa wameachwa hoi FC Leopards. Bishop anasema nini? FC Leopards akimpiga nyumbani na ugenini. Victor Otieno anaileta ndani, nafasi! Oh! Almanusra. Gad Matthew amekwenda kumsomea simiti. You can't let a cross iletwe ndani hivyo. Wow, too close yet too far. Samuel Onyango naye pia napigwa pass kwake Samuel Kapeni, bado anayo ambayo yupo onside. Imemfikia Ben Stanley Omondi, kwake Austin sasa. Austin! Oh! He was onside. Alikuwa yupo eneo sawa kabisa, lakini amepiga nje mwenyewe Austin Odhiambo Rolls Royce.